الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtukufu wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Leo ndio siku iliyopangwa tufanye operation ya Kisisina, na hii ni operation ya ukaguzi, lakini pia ni operation ya kuondosha matatizo yanayosababishwa na nguvu za giza. Ni operation ya ukaguzi kwa ajili ya kuondosha matatizo yanayosababishwa na nguvu za giza. Na tunapozungumza nguvu za giza, huwa tunalenga takriban vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni miguso ya kichawi, na kitu cha pili ni miguso ya kishaitani, na kitu cha tatu ni hasadi au kijicho. Hizi zote zinaitwa nguvu za giza. Nguvu hizi zinaweza zikaathiri afya, zinaweza zikaathiri uchumi, zinaweza zikaharibu mahusiano, zinaweza kuchafua nuru ya mwili, zinaweza kuondosha mvuto, zinaweza kukuharibia wewe harakati zako zote za kimaisha. Nguvu za giza. Sasa operation hii ni kwa ajili ya kuziangamiza, kuziteketeza na kuziondosha biljumla. Operation inafanyikaje? Siku zilizopita tulieleza ya kwamba pana kifaa maalumu kilichoandaliwa. Kifaa hiki kinatokana na vitu viwili. Kwanza ni dua maalumu iliyoandikwa kwenye kifaa hicho, lakini ndani yake kuna mchanganyiko tofauti tofauti wa dawa. Sio dawa alimuradi, ni dawa zilizofanyiwa utafiti, ni dawa zilizofanyiwa majaribio, ikaonekana kwamba zina uwezo wa kubatilisha uchawi, zina uwezo wa kuangamiza mashaitani, zina uwezo wa kuondosha hasadi pamoja na vijicho. Aina hizo za dawa ndizo ambazo zimewekwa kwenye hicho kifaa, ambacho kifaa hicho kimezungushiwa dua,
na ndicho utakachopitishiwa katika mwili wako. Hii ndiyo operation ambayo tunataraji kuifanya hivi punde kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba kama wewe hauna tatizo lolote katika mwili wako, kifaa hicho kitakuwa baridi kabisa na wala hautohisi chochote. Lakini kama utakuwa una tatizo kwenye mwili wako, imma lasababishwa na uchawi au lasababishwa na mashaitani wa kijini au linasababishwa na hasadi na vijicho, kile kifaa hakitokuwa kizuri kwako, hakitopendeza kwako, hakitopoa, kitakuwa ncha moto, na wewe unayepitishiwa utapatwa na msisimko, ngozi ya mwili kujizoazoa, nywele kusisimka, maruerue mengi ya tajiri kwako wewe. Yote haya yanafanyika kwa msaada wa aina tofauti za dawa zilizomo kwenye kifaa hicho, aina tofauti za dawa. Lakini kifaa chenyewe hakikuachwa hivi hivi, bali kimezungushiwa dua maalum. Ingekuwa ndio mara ya kwanza tunafanya zoezi hili, wengine wasinge sadiki. Lakini kazi yetu sisi huwa tunafanya utafiti juu ya matibabu. Utafiti wetu kituambia kwamba haya ni matibabu, kinachofuatia sisi huwa tunafanya majaribio, na watu wakisaidika kupitia majaribio hayo, tunafahamu kwamba hiyo ni tiba. Sasa sio kwamba tunaanza kufanya, tulishafanya utafiti, tukafanya majaribio, na kweli operation hii ikatoa majibu kuwa ni tiba. Na huo ndio msingi wa elimu ya tiba. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tajarubi. Elimu ya tiba msingi wake ni majaribio tu baada ya utafiti. Ndio msingi wa elimu ya tiba. Sasa kitakachofanyika ni mmoja mmoja anakuja ananawa kombe kwenye uso wake, ni uso tu, ananawa kombe kwenye uso wake, na sisi tutamgusisha kifaa kwenye shingo yake, kwa sababu kwenye shingo ndio kuna njia inayoungana na forebrain, middle brain na obolongata, ambapo section hizi tatu ndio muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo shingo iwe wazi. Unanawa uso wako, kisha nawa uso kombe hilo, unakaa hapo kwenye kiti, kisha unapitishiwa kifaa hicho. Na mimi nikakupendeleeni sana, maana yake sipendi kufanya matibabu nusu, matibabu ambayo hayafiki level yake inayotakiwa. Sikutaka hivyo. Zile dawa zilizoko kwenye kifaa hicho ambacho huwa kinachachamaa na kuwa cha moto pindi kinapokuta matatizo kwenye mwili, hizo dawa zilizomo humo tukaziweka kwenye package maalumu ambayo inaitwa Bailasani Sumaku. Kama ambavyo kifaa hicho kitanasa matatizo kwenye mwili wako, kitavuta matatizo kwenye mwili wako, na ndivyo ilivyo dawa yenyewe. Ukiitumia kama tutakavyokuelekeza, inanasa matatizo yaliyoko kwenye mwili, inavuta matatizo yaliyoko mbali, na hata matatizo yaliyoko kwenye nyumba yako, lakini katika eneo lako la biashara au sehemu ambayo wewe wataka kuitengeneza. Sasa namna utakavyoona ufanisi wa dawa zilizomo kwenye hicho kifaa tiba na dua utakachopitishiwa,
na ndivyo ilivyo ufanisi huu upo kwenye hii package ya Bailasani sumaku ambayo itatolewa leo kwa sadaka ya shilingi 10,000 tu. Tulieleza Bailasani sumaku ya awamu hii ina muongezeko wa vitu ambavyo hatukuwa tumeviweka mwaka jana, na hata operesheni yake mtaiona ni operesheni ya kitofauti sana. Mwaka jana naweza nikawasonta watu kwa kidole kwamba huyu alikuwa na tatizo, lakini hii leo hana tatizo. Tatizo limekwisha wakati gani? Wakati wa operesheni ya Kisisina alipopitishiwa kifaa tiba na dua, tatizo lilikoma hapo. Niliwaelezeni wiki iliyopita, na wengi sisi ni wazoefu. Wengi wetu sisi tumeugua malaria, hakuna asiyelifahamu hilo. Unaweza ukaugua ukalazwa ukawekewa dripu hasa ya kwinini, ima yawezekana ikawa ni dripu 3 umewekewa. Chupa ya kwanza imemalizika, chupa ya pili imemalizika, na ya 3 imemalizika. Sasa unaagwa hospitalini, bado unapewa na vidonge 30 vya kwinini. Unaambiwa nenda kavimalizie nyumbani. Sasa basi, kama dripu ilikuwa inatosha, hivi vidonge vingine vya nini? Bila shaka daktari ni mjuzi zaidi, anajua ukamilifu wa matibabu yako. Si dripu peke yake, ni pale pia utakapotumia vidonge. Sasa zamani sisi tulikuwa tuelewi maana yake. Ukipigwa zako dripu ukapewa na vidonge, unaenda kutupia chini ya uvungu. Unaona pigwa dripu, sasa vidonge vya nini? Unatupa chini ya uvungu. Kumbe unatengeneza mazingira malaria iwe chronic. Sasa mtu anaweza akasema, kama nimefanyiwa operation ya kupitishiwa kifaa tiba na dua, na ndani yake kuna aina tofauti ya hizi dawa zinazoitwa Bailasani sumaku, nimeshapitishiwa kwenye mwili wangu, kuna haja gani tena ya kuchukua hii Bailasani sumaku? Unaweza ukasema hivyo. Kuna haja kubwa sana, na usipofanikiwa wakati mwingine usinilaumu mimi. Wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu hawafuati maelekezo ya mtaalamu namna anavyoelekeza. Fanya operation leo, lakini usikubali kupitwa na Bailasani sumaku. Imeitwa hivyo kwa sababu ya kunaswa kwake matatizo. Imeitwa hivyo kwa sababu ya kuvuta kwake matatizo. Siku hizi ndugu zangu, hii miili yetu hii wachawi wameigeuza kuwa ndio kabati au sanduku la kuhifadhia uchawi wao. Kama mlikuwa hamjui, basi mnatakiwa muelewe hivyo. Wachawi wengi ambao wamebobea katika teknolojia ya uchawi hawaweki tena ndani ya nyumba, bali wanamtafuta mtu ambaye ni mwepesi, wanatengeneza miundo mbinu kwenye mwili wake, wanahifadhi ule uchawi. Na mchawi anapofanikiwa kuhifadhi uchawi wake kwenye mwili wako, muhanga nambari 1 unakuwa ni wewe. Muhanga nambari 1. Sasa njia pekee inayokwenda kuvunja kabati au sanduku la uchawi uliohifadhiwa kwenye mwili wako ni kuipata hii Bailasani sumaku yenyewe. Sasa baada ya operesheni unaichukua hii Bailasani sumaku, na mara nyingi eneo linalolengwa kuhifadhi uchawi huwa ni tumbo. Hiya almustahdafatu bidarajati alula, ndiyo shabaha ya mwanzo ya mchawi anapotaka kusababisha matatizo kwenye mwili wako, huwa analenga tumbo. Anahifadhi vyambajengo vyake vya kichawi tumboni kwako, anahifadhi.
Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, albatnu ummul asqam, tumbo ndio mama wa maradhi. Tumbo hili, vyanzo vya maradhi mengi yanayomsibu mwanadamu, maradhi aliyonayo mwanadamu ni tumbo limelengwa. Iwe mchawi kaamua kukuroga tu, au mchawi kaamua kuhifadhi viambajengo vyake kwenye tumbo lako, vyanzo vingi vya matatizo vitaanzia kwenye tumbo lako. Hii Bailasani sumaku ya awamu hii ukiitumia kwa kunywa hii Bailasani, kwanza kabisa utaanza kufumkwa na jasho kwenye mwili wako. Hiyo dalili itegemee, ni 100%. Na jasho likikufumka, jua kwamba wewe ulikuwa una sihiri, kwa sababu miongoni mwa njia za kutoa uchawi kwenye mwili wa mtu ni mtu atumie dawa kisha jasho lifumke. Hiyo dalili ya kwanza. Hiyo dalili unaweza ukaiona, ina maana kwamba sumaku tayari imekwisha nasa na imekwisha vuta matatizo yaliyoko katika mwili wako. Lakini dalili ya pili, unaweza kuhisi unakatwa na tumbo chini ya kitovu, tumbo linakukata hivi, na vichezo vingi vitakuwa vikicheza cheza. Na wakati mwingine unaweza ukalitazama tumbo ukaona ile nyama ya tumbo inacheza cheza hasa, basi jua sumaku imekwisha nasa na imevuta tatizo lililopo. Na wakati mwingine unaenda uwani ili kwenda kutoa, na huenda ukatoa jismun gharibu, kiwiliwili cha ajabu. Na wakati mwingine unaweza ukahisi uhai kwenye hicho kiwiliwili. Jua kwamba tumbo lako liligeuzwa kuwa ndio kabati au sanduku la kuhifadhia uchawi. Dalili hiyo pia inaweza ikajitokeza. Lakini kuna mwingine anaweza akapata dalili ya kutapika, ataqayu. Na kutapika pia ni miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba uchawi unatoka. Unaweza ukatapika vitu vya kijani, vitu vya njano, vitu vyeusi ukatapika, kwa sababu lisihiri alwanu, uchawi na wenyewe una rangi. Kuna sihirul aswad, kuna sihirul ahmar, kuna sihirul asfar. Kuna uchawi mweusi, kuna uchawi mwekundu, kuna uchawi wa njano. Uchawi na wenyewe una rangi zake. Kwa hiyo unaweza ukatoa vitu kulingana na nini? Kulingana na aina ya uchawi uliofanyiwa. Jua kwamba sumaku imenasa, sumaku imevuta huo uchawi. Lakini pia unaweza ukafikwa na hali ya kukojoa mara kwa mara. Hata kama wewe ulikuwa huna kawaida ya kukojoa mara kwa mara, usije ukashtuka ukasema labda ni kisukari au labda ni UTI. Ni kwamba sumaku imenasa, sumaku imevuta matatizo ulionayo katika mwili wako. Lakini unaweza ukaitumia Bailasani sumaku ukakosa usingizi siku 3 mfululizo. Hapo inasachi na kuyakusanya matatizo. Utakapoyatoa siku ya 4 na ya 5 na ya 6, utalala usingizi wa fofofo. Alimuradi kama ambavyo operesheni yake ilivyo na mauzauza kama mtakavyoshuhudia leo, na ndivyo dawa yake iliyowekwa kwenye package nayo pia itakuwa na mauzauza ya hali ya juu. Mimi ninakujueni sana, mara nyingi tumekuwa tukiandaa dawa lakini tunapata hasara sisi kwa sababu zinabaki. Wanaoandaliwa dawa huwa hawathamini kile walichoandaliwa. Mara nyingi huwa natoa mfano, mathalu alladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali alhimar. Mfano wa wale waliobebeshwa Taurati then wakagoma kuibeba hiyo Taurati,
ni kama vile mfano wa punda, yahmilu asfara, anayebeba mizigo. Anaweza akabebeshwa mzigo wenye thamani, asijue thamani ya kilichomo ndani. Sasa kwa kulifahamu hilo, sisi tumeandaa pisi 50 tu kwa wale watakaothamini majambo. Na ukithamini jambo, jambo nalo litakuthamini kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya operation, chukua bailasani sumaku, nenda katumie huko nyumbani. Bomoa majisanduku ya uchawi yaliyowekwa kwenye mwili wako. Vunja kabati iliyowekwa kwenye mwili wako. Ondosha matatizo. Tulisema hii bailasani sumaku unaitumia kivyo vyote. Inatumika kunywa hii bailasani. Unaweza ukatia kwenye mafuta kwa ajili ya kupaka. Bailasani unaweza ukatia kwenye maji ya vuguvugu ukaoga. Bailasani sumaku unaweza ukatia kwenye maji ukadekia. Hii bailasani sumaku hii unaweza ukaichanganya na ubani ukachoma, ukaichanganya na chumvi ya mawe ukachoma. Kivyo vyote vile inanasa na inavuta bailasani sumaku. Kwa hiyo hatutokuwa na maneno mengi kama ni namna gani inafanya kazi bailasani sumaku. Tutaendelea kueleza kesho Jumamosi jioni pamoja na Jumapili, kabla hatujaingia kwenye operation. Kwa wale ambao wamejiandaa kuichukua, ziko pisi 50 tu hapa, waje wachukue, wawe nayo. Matumizi yake ni baada ya duaul basmala ya Jumapili. Ziko chache sana, na ukitaka kama hausadiki subiri Jumapili kama utazikuta zikichukuliwa leo. Ni pisi 50. Tufanye haraka ili tuje tuingie sasa kwenye operation yenyewe.